Mamako hajafa, yupo ndani anaishi. Zimebaki siku 10 tu wamkate ulimi, lakini taifa nyingine mkeo amekufa. Zimebaki siku 40 tu atolewe kafara. Alafu usipokee mahali ya Sandra, usikubali Machibi amuoe Sandra, kwa sababu Sauda anataka kumuoa kupitia mwanaume anayetaka kumuoa. Anataka kumtoa kafara Sandra. Pole sana Kakanilo, una jukumu zito sana. Wote watatu unatakiwa kuwasaidia. Haya mwenzetu, nani uliongozana naye? Ni shemeji yangu. Yaani ni rafiki kipenzi wa mke wangu Sara. Janeti, ni shangazi yangu anaitwa Sauda. Yaani ni mtu wa maana kabisa katika familia yetu. Nafurahi kukufahamu shangazi. Shikamoo. Unadhani shikamoo yako itanisaidia nini? Shemeji yake Nilo huyo. Shemeji usiku mwazima taa. Au yasije akawa yale mambo ya hakunaga ushemeji tunakulaga. Ni utani tu, utanizoea. Binti, karibu sana. Naona umekuja kufuata kifo chako. Na ilivyokuwa bahati, viwanja vya kuzikia vimejaa. Yaani vimejaa. Kaburi lako tu pa kuchimba. Panapatikana. Karibu sana. Alafu ngoja nikwambie kitu kimoja. Umekiona hiki kijiji? Yaani watu wa hiki kijiji wanapenda uchawi kuliko hata kula. Yaani humu ulipoingia binti ni uwanja wa fisi. Unasikia uwanja wa mafisi ndio huu. Yaani unaweza asubuhi ukatoka umeanika ngozi yako hata haijakauka. Mafisi washaruka nayo kitambo. Yaani watoto wa mjini nasikia wanasemaje? Wanaruka na brandi. Nikukaribishe tena. Alafu unaona kijiji? Yaani mafisi ni wengi, wametapakaa kinoma yani. Na hapa ulipokanyaga hapo, ulipoweka mguu wako kwenye hii ardhi, nesi kuna fisi. Afu huyo fisi anasema karibu mgeni. Shangazi, mbona unamtisha mgeni wangu? Kuna haja gani ya kumwambia maneno makali kama hayo mgeni wangu? Alafu unamzungumzia fisi. Hivi ni nani fisi hapa? Hebu kwenda bwana wewe. Usilete mambo ya ngesi kujihisi. Ni bora nimwambie ukweli mchungu unaouma na unaoumiza, kuliko nimdanganye kumwambia maneno ya uongo laini yanoteketeza. Alafu mbona mimi nimemwambia tu kwa afya ya uhai wake? Kipi kibaya? Binti, karibu sana.
Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Nakuahidi sitarudia tena. Najua nimekukosea. Lakini naomba unisamehe mimi. Niko chini ya miguu yako kakaangu, nakuahidi sitakuja kurudia tena kosa. Ama kweli kuchamba kungi hatimaye unaambulia kutoka na kinyesi. Shimo nimelichimba mwenyewe, natumbukia mwenyewe tena. Na kafara itakiwe kuwa na ulemavu wote ule. Na ini tayari ameshakuwa mlemavu wa akili. Afai tena kwa kafara. Maskini mwanangu. Faida ya uchawi ni majuto tu. Ila bado naweza kufanya kitu ili nipate kitu. Shetani nipe plani mpya. Akili yangu imeshagonga ukuta. Eti Zuchu Zuhura, kiboko cha Magagula. Unatukalisha sisi, hususa mimi. Yaani leo umechemsha. Hapa ndo pana kustahili wewe kukaa. Yaani sitaki kushiriki kabisa kukuua kutumia mikono yangu. Sitaki. Hiyo mwiko kwetu. Maana hapo ninaelekea nitamwaga damu, lakini leo sitaki kumwaga damu. Hapa itakuua njaa, kiu na wanyama wakali. Lazima watakujia, hawezi kuacha mnofu namna. Alafu sasa mimi basi kiti changu cha uchawi lazima nikaketi. Si unanielewa wewe mtoto? Yaani mambo yangu sasa hivi yako lelelele. Yaani yanakuja. Nataka kufanya kolabo. Mimi na wachawi wa Nigeria lazima waje hapa tushirikiane. Tukikutana wa Nigeria na mimi, kazi itakuwa moja tu. Igwe! Wananitolea saluti mimi mkubwa. Bibi, Mungu wanakuona. Mimi sio wa Mungu. Mimi ni wa shetani. Yaani mimi na shetani ni damu. Haya, tena shetani malida mimi. Kama unijua hilo ndo jina langu.
Mzigo alikosa hekima kabisa kukuletea mwanamke katikati ya majonzi. Wakati huo haukuwa sawa, tabibu wangu, na ndio maana alifanya maamuzi ya kuridhisha akili yako na sio moyo wako. Tabibu mzuri na mkweli ni yule ambaye ananyosha maelezo. Sawa tabibu wangu, hii mwanamke niliyokutafutia ni sahihi kabisa. Kwanza cheupe balaa. Hao wanawake waliopo hapa hawamwingii hata wagalegale vipi. Ni zaidi ya neno mzuri kwa kweli. So wawe. Aitoshi, ana fuko la watoto. Humalizi mwaka tayari ameshabeba mimba. Alafu zaidi yake tabibu wangu, anajua amana ya kumtunza mume. Tabibu wangu, mimi ndiye ninayeumia katika matatizo nayoyapitia. Nimekuelewa. Ulichoniambia nimekuelewa vizuri sana. Ila nitalifanyia kazi. Mke wako ana mapenzi dhati, sio kama watoto 2000. Miausho wale. Samani, ati sasa hivi saa ngapi? Cheza nayo basi, nitosha hiyo. Nende zangu mimi. Shida si watoto 2000. Shida ni hiyo 2000, kwa sababu ni kubwa kuliko 1999. Mimi nahisi watoto wa 2000 akili zao zitakuwa nyingi hadi zimepitiliza. Labda nikuulize wewe mke wangu, umeelewa vizuri yale maneno yule mlevi? Nimeelewa tena vizuri kabisa mume wangu. Hivi unajua kwenye hii dunia ni vitu viwili tu vinavyosema kweli, ambavyo ni mlevi na mbea. Bado sijakuelewa. Unataka kusema nini Nyaminzi? Utanielewa tu. Namaanisha mlevi akishalewa ndipo anaposema ukweli wake wote. Na mbea ni mtu mkweli sana tu. Sema tatizo lake anapeleka taarifa ambazo hajaruhusiwa kupeleka. Ni hivyo tu mume wangu. Ndio maana wanasema usimpe mlevi siri zako, maana akishalewa zitakuwa hadharani. Hakika wewe ni mke bora sana kwangu, na sio bora mke. Lakini kuna kitu kimoja tu ambacho unakikosea mke wangu. Unashindwa kufuata taratibu za kitabibu. Unashindwa kuwa kama wake wengine wa matabibu. Nimeshakwambia, inabidi na ubadilishe hayo mavazi na uwe kama wengine. Tafadhali mke wangu, na kuomba sana ulifanyie kazi hilo. Naomba tuachane kwanza na hilo. Nenda kazini mume wangu, ukafanye kazi vyema. Nakupenda. Asante sana mke wangu. Mwangalie sana mtoto wetu. Kazi njema. Wewe usitake kunipanda kichwani. Una kazi, huna kibarua. Haya niambie, huyo Sandra utamlisha nini? Au unafikiri mwanamke ni kulala naye tu? Acha ujinga wewe Machibia wewe. Wewe mshua vipi lakini? Mbona unataka kuleta vipengele ambavyo havina maana? Mimi mtoto nimeshamuelekeza na kaelewa. Lakini wewe ndio unaleta ugumu wa jambo. Mbona jambo lepesi sana ili mzee? Nisikize vizuri. Hizo lugha zako za ajabu ajabu kaongea huko na wafuta bangi wenzio. Sio hapa kwangu. Yaani hata ubwabwa tu wa shingo huja kutoka. Unataka utoke hapa ukalioe lile gumegume lililoshindikana na mitume. Haya niambie, hao watoto wenzio hujawaona?
Hivyo vitoto vyenzio ulivyosoma navyo ulivyokuwa navyo hujaviona wewe? God damn it Mshua. Sasa hivi tunaishi kitulisiti. Mshangazi ndo dili. Ule mshangazi mimi nikiwa nao sitopata changamoto zozote. Nitakula, nitavaa. Hakuna changamoto ambayo nitakuwa nayo mimi. Isitoshe, yule dem mimi kanielewa Mshua. Suzi. Nini? Unaumia? Unaumiaje? What? Ngoja basi. Kitulisi ndo nini? Au unataka mimi hapa nionekane nafuga changamoto hapa kwangu? Nisikize nikwambie vizuri sana. Siku zote vya bure vinaponza na vya bure vina gharama. Sitaki nikaonekana mimi baba wa hovyo. Wewe acha upumbavu wako wewe. God damn it. Pumbavu. Shenz Daslam. Umeng'ang'ania tu. Nataka nioe. Wewe ile familia unaijua? Unaijua vizuri? Au wewe una akili kuliko mimi babako? Wewe manyonyo nini? Pumbavu. Wenilo, hebu nyamaza bwana. Unalialia nini? Mbona kwa kama mtoto wa kike bwana? Wewe ni mtoto wa kiume, unatakiwa ukaze. Tunatakiwa tutoke hapa, twende tukachukue mwili kwa mama Kabichi, sio kulialia. Na tena tuondoke sasa hivi. Tukachukue mwili tuje tuzike. Sasa hivi. Tukipoteza tu muda, tutampa nafasi ya kufanya mambo yake. Mipango yake kafaulu. Mipango ipi hiyo shangazi? Mbona kama sikuelewi? Shangazi, Sara mimi ni mke wangu. Alafu isitoshe yuko na mtoto wangu, inaniuma sana shangazi, na uchungu sana na Sara. Naumia na uchungu na Sara. Kama una uchungu wewe ungemzaa. Ili umkomwe mama Kabichi ungemzaa Sara. Yaani ameshinda kuwa na uchungu mama Kabichi aliyemzaa Sara, uchungu na wewe. Sara nani? Nani kwako sasa? Hebu kaza wewe mtoto wa kiume. Alafu nisikilize kwa makini. Mimi ndio shangazi nilibaki na ndio kiongozi wa ukoo. Nasemaje? Unatakiwa ukaze, uache kulia ujinga. Tuje kule kwa Makabichi tukachukue mwili, tuje tuuzike hapa. Mambo ya kulialia sitaki. Sio, unanielewa vizuri? Sitaki kulialia. Twende kule. Sio tumwachie Makabichi nafasi afu aje hapa, si mambo yaende muda uishe. Twende na muda. Unajua siku zote ukitaka kula na kipofu simshike mkono. 5, ana kitabu muhimu sana. Hicho kitabu kina tiba zote. Hata yeye akikipata, yale macho yake yatafunguka na kuona kabisa. Duniani hapa chini ya jua hivyo vitabu viko 4 tu, vitabu vya kiganga viko 4 tu, ila hicho cha 4 kimeshushwa kutoka juu. Tabibu 5 anasema hakijui kilipo, lakini mimi naamini kabisa,
anajua mahala kilipo, ila hataki kusema. Kiniko kitabu ni muhimu sana. Kwanza kina nguvu, kikipata kinatibu mpaka ukimwi. Kinatibu mpaka ukimwi, na vile vile dunia yote inakuwa chini yako. Najua kweli unataka tuwe, lakini sio kihivyo. Ipo hivi, mimi naamini hata mapenzi huenda yakanisaidia mimi kushinda hii vita, lakini sio kumwaga damu. Hapana. Sawa, mimi nasema kitu kimoja. Ukienda nyumbani, waambie dada zako nimewakumbuka sana. Nitakuja kuwaona. Muda unatutupa mkono Nilo. Tukachukue mwili tuje hapa. Yule mama kabisa tukimwachia tu kidogo. Ataanza kunani pale, alafu mambo atakuwa Alafu Sanda, Nilo, naona mnataka mnipande kichwani. Sasa nazungumza kama shangazi. Mimi ndo shangazi wa ukoo niliyebaki, na mimi ndio kiongozi mkuu. Nimesema twende tukachukue mwili tuje tuzike. Inaniuma mimi shangazi, inaniuma. Unalia nini? Alafu Sanda, mbona mimi siheshimiki? Siheshimiki kama kiongozi wa ukoo, kwa nini? Narudia tena, mimi ndio kiongozi wa ukoo, nimeshazungumza basi, full stop, twende tukazike. Jirani, nisaidie jirani. Hapa akisema akae chini sasa tupike hata pale kwenye barabara kidogo. Vumilia mamangu. Jikaze mama. Vumilia, pole sana. Hakuna tamtatawa. Hata mmoja ipiti. Pole. Basi mama, basi. Jikaze kidogo mama, jikaze. Chawi. Twende.
lazima unyoke. Mimi nataka nipate kiti, nimeshaweza na haya mafuta yaani sitaki ujinga. Unakaa kama nini wewe? Sara, nimekupaka mafuta ya binadamu. Hao ni binadamu wenzio waliokufa, tuliowaua tangia kipindi hicho. Haya ndio mafuta yao, ili tuwe wakubwa katika kiti na himaya ya wachawi. Lazima kafara zetu zote tuwapakaze haya mafuta, mmoja wapo ukiwa wewe. Kwa hiyo Sara, haya ni mafuta ya binadamu mwenzio, hata ya kwako watapaka mwingine. Sara, nachosubiria kwako ni siku 40 tu. Nitaendelea kulala na wewe hapa ukiwa bado mfu. Ikifika ile siku 40 nakata wa ulimi wako, basi mimi nakuwa mkubwa wa wachawi katika himaya yetu. Anko, nisaidie. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja. Nakuja mama, kumtibu nakuja.